अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए Ahmad alayhisalatu wassalam, अल्लाह ताला ने जो Mwenyezi Mungu alianzisha jumuiya और उसको na Mwenyezi Mungu alipatia heshima jumuiya hii kwamba iliunganishwa na watu Waislamu wa awali. Kwa hiyo hii si jambo la kawaida, bali jumuiya hii ni jumuiya maalum. Waislamu maelfu na maelfu kwa ajili ya kupata zama hii walikuwa wakifanya maombi na walifariki, waliaga dunia hii kwa hamu hii kwamba wapate zama hii. Kwa hiyo kila mmoja wetu anapojihisabu na anapojinasibisha kwa jumuiya ya Sayyidina alayhi wasallam, anatakiwa katika hali hii azingatie mambo yale ambayo watu Waislamu wa awali walifuata na wale ambao walifanya bayati ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa katika umma wake, na kwa sababu ya malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walijiunganisha na Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba kuhusu hawa watu Mwenyezi Mungu anasema man yashri nafsahu ibtigha mardatillahi, जो अपनी yani जान को अल्लाह ताला की रज़ा के रसूल के लिए aliyejiuza nafsi yake kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, basi kwa wao kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu walifuata amri zote za Mwenyezi Mungu na walijipatia katika taabu na hawakujali kuhusu taabu hii. Lengo lao lilikuwa moja tu, yani kutafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu pia aliendelea kuwajalia neema zake chungu nzima. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakijitahidi kufuata amri zote za Qur'ani tukufu kiasi hiki walikuwa wakijitahidi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwamba walikuwa wakimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba namna gani tunaweza kufanya vitendo vizuri, na wengine walikuwa wakiuliza maswali kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu aliwazuia kwamba wasiulize swali kwa sababu sheria inashuka, kwa sababu labda kwa sababu ya maswali yenu amri zingine mtazipata na itakuwa tabu kwenu kwa kufuata zile amri. Allah Taala basi Mwenyezi Mungu ni raufu bil ibad. Mwenyezi Mungu ni mrehemevu juu ya watumishi wake na anateremsha rehema yake maalum juu yao.
तकलीफ से बचाती है, ambayo inamwokoa yule mtumishi wake katika kila tabu, yule mtu ambaye anakuwa tayari kupata kila tabu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na anakuwa tayari kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu pia anateremsha rehema zake maalum juu yake. Allah Taala se kisha ताल्लुक जोड़ने वाले भी wale ambao wanajiunganisha na Mwenyezi Mungu katika mazingira yao pia wanakuwa rangi, wanapata rangi ya sifa za Mwenyezi Mungu. उन तमाम अहकामात को अदा करने की कोशिश करते हैं, wanajitahidi kufuata amri zote ambazo Mwenyezi Mungu alizozitoa. अल्लाह ताला की मखलूक से भी शफकत का सलूक करते हैं na wanatimiza haki za viumbe vyake pia. Hii ndiyo ni Islam halisi ambayo inamuunganisha mwanadamu na Mwenyezi Mungu, kisha anamkumbusha kuhusu kutekeleza wajibu wake kuhusu wanadamu. Na hii ndiyo ni Islam halisi ambayo maswahaba walipata na walijifunza na walifuata. और यही हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम, na hii ndiyo ni Islam ambayo Sayyidina Al-Islam alikuja kutufundisha na kutueleza na kutuelekeza katika njia hii. Kwa ajili ya hii inatakiwa tuendelee kujichunguza. Sasa hivi nitaweka mbele yenu baadhi maandiko ya Sayyidina Al-Islam. जो हमें अपने maandiko haya yanatukumbusha kuhusu hali yetu. सबसे पहले तो जो मैंने kwanza kabisa इसमें आपने इस ज़माने का नक्शा katika maandiko Sayyidina Al-Islam ameeleza hali ya dhama hii, जमात को कैसा होना kisha amesema jumuiya inatakiwa iwe ya aina gani. आप फरमाते हैं, anasema Sayyidina Al-Islam आम उलमा के बारे में kuhusu maulama wa zama hii ambao hawakumpokea. Amesema naona kwamba sasa hivi takriban ni hali ya waulama ni hali ile iliyoelezwa katika Qur'an tukufu, lima taquluna ma la tafalun. Yani hii ndiyo ni hali ya maulama wa siku hizi, kwamba wao wanasema lakini wenyewe hawafuati, hawatendi. Amesema kwamba wengi maulama wanapatikana wa aina hii ambao wanakuwa sawa na aya hii na wanakuwa imani juu ya Qur'an tukufu kwa maneno tu na hawafuati amri za Qur'an tukufu. Katika hadithi inapatikana kwamba utakuja wakati ambamo Qur'an tukufu itapaa mbinguni. Najua kwamba hii ndiyo ni wakati ule uliotabiriwa. Ucha Mungu ambao unapatikana kwa kufuata Qur'ani tukufu, ucha Mungu huu haupatikani siku hizi. Ikiwa hali hii isingepatikana, Mwenyezi Mungu pia asingeanzisha jumuiya hii. Wapinzani wetu hawawezi kuelewa jambo hili, lakini wataona na watashuhudia mwishowe ukweli wetu utathibitika. खुदा ताला फरमाते हैं, anasema Mwenyezi Mungu anatayarisha jumuiya ambayo inafuata Qur'ani tukufu, inaamini Qur'ani tukufu. Huzur anasema tumepewa jukumu hili kubwa sana, na jumuiya imepewa jukumu kubwa sana kwamba itafuata na itaamini Qur'ani tukufu. Kuamini Qur'ani tukufu si kuamini tu, bali ni kufuata amri zake zote. Amesema mchanganyiko ya dunia utaondolewa ndani yao. Zura anasema kuna haja ya kujichunguza kwamba mchanganyiko dunia itaondolewa, na Zura anasema kwamba Sayyidina Al-Islam anasema kwamba kundi maalum litatayarishwa, na hii ndiyo ni jumuiya ile.
ahkam ke pure paband ho jao na wakumbusha kwamba mfuate amri zote za Mwenyezi Mungu aisi tabdili karo na mulete mabadiliko katika maisha yetu kama maswahaba Mtume sallallahu walileta mabadiliko ndani ya maisha yao. Isije ikatokea kwamba mtu aanguke kwa kuona amali zenu. Kila mwanajumuiya anatakiwa awe mfano kwa ajili ya wengine. Ndiyo nasema kwamba kila mmoja ni jukumu lake kwamba asiseme uongo katika maisha yake. Basi angalieni na muone, mushuhudie jumuiya ambayo inapatikana katika njia ya unabii. Ni silsila hii, ni jumuiya hii, basi mfuate silsila hii. Naona fadhila za Mwenyezi Mungu inaposhuka na mvua unaponyesha, ikiwa kwa sababu ya mvua mimea inapatikana yenye faida, pamoja na hii mimea yenye sumu pia inapatikana. Sayyidina Alayhi Salam amesema kwamba watu wengine watapatikana ambao watadai kinyume na Qur'an tukufu. Kisha anasema Sayyidina Alayhi Salam, basi ni jukumu la kila mtu kwamba apate afanye maombi kwamba lengo ambalo Sayyidina Alayhi Salam alikuja kwalo litimie lengo lile. Jumuiya, msingi wa jumuiya hii ni juu ya Qur'ani tukufu. Kisha kwa ajili ya msaada wa jumuiya hii Mwenyezi Mungu ametupatia ishara mbalimbali, yani ni ishara za mbinguni na za ardhi. Mwenyezi Mungu ametupatia kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Alayhi Wasallam, na hii ni hoja kwa ajili ya watu. Kumbukeni kwamba mtu anayekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu basi anapewa muhuri, na muhuri ule ni muhuri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wenye akili ndogo hawakuweza kuelewa kuhusu muhuri huu. Yeyote atakayekuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuja kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba yeye ni muhuri wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Alayhi Wasallam amesema kwamba nyinyi muweke mifano kwa ajili ya watu wengine, ili watu waone, washuhudie kwamba hii ni silsila ambayo inaunganisha mwanadamu kwa Mungu wake. Kisha anasema Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi, yeye ni mwenye kudra, awatayarishe kwa ajili ya safari ya akhira kama maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alitayarishwa. Kumbukeni vizuri kwamba dunia si kitu chochote, ni maisha ambayo yanakuwa kwa ajili ya dunia ni yenye laana. Basi mwenye bahati mbaya ni yule ambaye mambo yake yote yanakuwa kwa ajili ya dunia na fikira yake inakuwa kwa ajili ya dunia. Mtu wa aina hii ikiwa yupo ndani ya jumuiya yangu, basi yupo ndani ya jumuiya yangu bure tu, kwa sababu yeye ni sawa na tawi ambalo lililokauka, halitaleta matunda. Kisha kwa ajili ya malezi yetu na kwa kutuonyesha njia nzuri, Sayyidina Alayhi Wasallam anasema kwa sawa na maoni yangu kwa ajili ya kujitakasa, njia nzuri ni hii kwamba manadamu asiwe na kibri wala majivuno ya aina yoyote, si ya familia, si ya elimu, si ya mali. Hazur anasema kwamba kibiri ya aina hii inapatikana katika wanadamu. Mwingine anakuwa na fahari ya elimu, mwingine anakuwa fahari ya familia, mwingine anakuwa fahari ya mali. Amesema Sayyidina Alayhi Wasallam kwamba mtu asifanye kibiri ya aina yoyote. Amesema Mwenyezi Mungu anapompatia mtu jicho, basi anaona kwamba kila mwanga ambao unaweza kuondoa katika giza
mwanga huu unashuka kutoka आसमानी mbinguni, रोशनी का मोहताज है। basi mwanadamu anahitaji mwanga kutoka mbinguni kila wakati. जब तक सूरज की रोशनी Jicho pia haliwezi kuliona mpaka mwanga wa jua lishuke kutoka mbinguni. Vile vile किस्म की जुल्मत को दूर करती है nuru ambayo inaondoa और उसकी giza ya kila aina katika maisha ya kiroho पैदा करती है na linaleta ucha Mungu, basi nuru hii inashuka kutoka mbinguni. Nasema kweli kweli kwamba ucha Mungu wa mwanadamu na imani yake na ibada yake na utakaso wake unashuka kutoka mbinguni, na hiyo yote inategemea fadhila za Mwenyezi Mungu. Basi Mungu akitaka anaweza kuleta au akitaka haleti. और अल्लाह ताला के फजल से हैं, अल्लाह ताला चाहे तो कायम रखता है, Basi चाहे तो mambo haya ikiwa ni fadhila za Mwenyezi Mungu anaweza kubakisha. Basi katika hali hii mtu anaweza kuwa na kibri ya nini? Mtu hatakiwa awe na kibri ya imani yake wala kibri ya ibada yake wala kibri ya maombi yake wala asiwe na kibri ya ucha Mungu wake दुनियावी मामलात में wala katika mambo ya dunia pia mtu hatakiwa awe na kibri. Kila kitu kinapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, हमेशा झुके ndio maana mtu anatakiwa ainame mbele ya Mwenyezi Mungu kila wakati. Amesema Sayyidina Alayhi Wasallam, इसी का नाम है basi maarifa ya kweli ni jina la jambo hili, kwamba मसलूब mwanadamu महज समझे। ajione kwamba yeye si kitu chochote, नफ्स में कोई चीज हस्ती नहीं है, कोई हसीयत ही नहीं है, yani yeye और आस्ताने उलूहियत पर गिरकर hana thamani yoyote, और kisha इसके साथ खुदा ताला के फजल को तलब करे amwangukie और उस नूर मार्फत को मांगे mbele ya Mwenyezi anguke mbele ya Mwenyezi Mungu na aombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, एक रोशनी और नेकियों के लिए कुव्वत na msaada ambao unaleta imani ndani ya mioyo फजल से ya उसको watu. हिस्सा मिल जावे, Kisha akipata sehemu katika fadhila yake बस और शरह सदर हासिल हो जावे, na akipata खुल जाए शरह सदर हासिल हो जाए, nuru na moyo wake ukifunguliwa na mambo yake yakipokelewa, अल्लाह ताला के फजलों के खुलने का, basi तो उस पर तकब्बुर और नाज ना करे, katika hali hii asiwe na kibri ya aina उसकी yoyote, फिरौतनी और इनकिसार में bali और भी तरक्की हो। अल्लाह anatakiwa ताला के फजल खुलने, दरवाजे खुलने और उसको एहसास हो जाए कि अल्लाह ताला के फजल मुझ पर नाज़िल हो रहे हैं, awe mnyenyekevu zaidi मजीद anapoona kwamba fadhila za Mwenyezi Mungu zinashuka juu yake, basi anatakiwa aonyeshe unyenyekevu zaidi. Kadiri atakapoonyesha unyenyekevu wake atapata nuru na fadhila za Mwenyezi Mungu, na nuru hii itashuka juu yake na itampatia nguvu. Ikiwa mtu atakuwa na imani hii, basi inategemea kwamba kutoka kwa Mwenyezi Mungu hulka zake zitarekebishwa. कुछ समझना भी तकब्बुर है, kujiona kwamba mimi ni kitu duniani pia ni kibri. इंसान को ये हालत हो जाती है, kisha ikiwa mtu anakuwa na hali hii, hali yake inakuwa ya aina hii kwamba anawalaani wengine na anawaona kwamba wao watu wengine ni si kitu chochote. Kama nilivyosema kwamba kila mmoja anatakiwa ajichunguze, je, sisi tunafuata njia hii tuliambiwa na Sayyidina Alayhi Wasallam? Kisha anasema Sayyidina Alayhi Wasallam sehemu moja, enyi wenye bahati nzuri, तुम जोर के साथ उस तालीम में दाखिल हो, nyinyi muingie katika mafundisho ambayo yameteremka kwa ajili ya wokovu wenu, na muamini Mungu ni mmoja na msishirikishe chochote na Mwenyezi Mungu, si mbinguni wala si kutoka ardhini. Mwenyezi Mungu hawazuii kwamba msitumie masilahi ya dunia, lakini yule ambaye anategemea dunia na masilahi ya dunia, yeye ni mushrik. Kutoka kale Mwenyezi Mungu anasema kwamba ukovu haupatikani mpaka mtu awe na moyo safi. Basi nyinyi muwe mwenye moyo safi na msiwe na mchanganyiko ya dunia katika imani yenu. Amesema msiwe na hasira, mwache hasira ya kila aina.
कई किस्म की पलीदियां होती हैं, katika nafsi मगर amara सबसे ज्यादा inakuwa तकब्बुर की पलीदी। uchafu wa aina mbalimbali, lakini तकब्बुर uchafu सबसे mkubwa बड़ा ni uchafu गंदा गुनाह है। wa kibri. Kibri तकब्बुर ni ना होता uchafu mkubwa. तो कोई शख्स Ikiwa काफिर ना mtu रहता। hana kibri, सो तुम दिल के ikiwa मस्कीन mtu बन hana जाओ, kibri, basi hawezi kuwa आमतौर kafiri. पर बनी नौ Basi की nyinyi हमदर्दी muwe करो, wenyenyekevu sana na muwahurumie watumishi wa Mwenyezi Mungu, अब हमारे उलमा भी हैं, wale ambao दायान भी हैं, wanawakumbusha kuhusu akhira, वो पेश करते हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे waheshimu. हैं। Hazur anasema ni wabashiri wetu na maulamaa ऐसे wetu, मामलात आते हैं maulamaa wetu जब ज़ातियात ambao पे आते wanakumbusha kuhusu तो akhira, lakini baadhi wakati inatokea है। kwamba watu wanapotanguliza फिर तकब्बुर nafsi सामने आ zao, जाता है, basi अपनी katika अनाएं hali सामने आ hii जाती हैं। kibri inakuja mbele. फरमाया कि तुम जो भेजते लाने के लिए आवाज करते हैं, Na ये आवाज Hazur amesema तुम्हारा कब सही हो सकता है? ikiwa mnawakumbusha watu इस चंद रोजा kuhusu दुनिया akhira, में उनकी बदखाई करो, ukumbusho wenu जो अपने hauwezi मामलात आ जाए, kuwa वहाँ खैर खाई ना हो जाए, kuwa उनकी बदखाई होने सामने आ yenye जाए। baraka ikiwa Ta'ala mambo के ya फराइज़ dunia को yanakuwa दीनी katikati. खौफ से बजा लाओ कि तुम उनसे पूछे जाओ। Mutekeleze majukumu yenu जो kwa फ़राइज़ roho किए हैं, na kwa उनके बारे में furaha, पूछा kwa sababu mtaulizwa इसके लिए kuhusu दिल में majukumu खौफ पैदा yenu. करो। Kwa hiyo mnatakiwa muwe na फरमाया, hofu ndani ya mioyo नमाज़ों yenu. में बहुत दुआ करो, Amesema Kita mfanye Khuda maombi kwa sana haki katika tunafikishe. swala zenu, ili Mwenyezi Mungu तुम्हारे दिलों को साफ awavuteni करे, kwake na asafishe क्योंकि mioyo इंसान yenu, कमजोर है। kwa sababu mwanadamu ni हर एक बदी dhaifu. जो दूर होती है Kila वो खुदा ताला की कुव्वत से दूर होती uovu unaondoka और जब katika तक nafsi ya इंसान mtu unaondoka kwa है। msaada खुदा wa से Mwenyezi कुव्वत न Mungu. पावे, किसी बदी के दूर करने पर Madamu कादिर नहीं हो Mwenyezi सकता। Mungu hapati Islam kadri सिर्फ ये uwezo नहीं है kutoka kwa Mwenyezi Mungu, कि hawezi रस्म के तौर पर kusafisha अपने nafsi तईं yake. कलमा गो कहलाओ, बल्कि Haitakiwi इस्लाम kwamba की हकीकत ये है mujiite कि तुम्हारी रूहें watu ambao wanatamka खुदा ताला के shahada kwa आस्ताने पर गिर ulimi, जाएं kwa ulimi, और bali खुदा inatakiwa उसके roho yenu अहकाम ianguke mbele हर ya एक Mwenyezi पहलू की Mungu, रूह से तुम्हारी दुनिया पर तुम्हें मुकद्दम हो जाए। na mambo yote ya dunia yawe juu ya dunia पर yenu. अपने ऊपर तारीख करनी चाहिए। Siku hizi kila mwanajumuiya anatakiwa awe na hali hii, ज्यादा से ज्यादा समेटने वाले ili tuweze kupata na kuvuta fadhila za Mwenyezi Mungu zaidi na zaidi. फरमाया, Amesema, ए मेरी अजीज जमात, jumuiya yangu यकीनन mpendwa, समझो कि जमाना अपने आखिर को पहुंच गया है jueni kwamba और zama एक hii सही ni zama ya इनकलाब mwisho नमूदार हो गया है। na mapinduzi सो अपनी जानों को yamepatikana. धोखा मत दो Kwa hiyo msidanganye और बहुत nafsi जल्द zenu रास्तबाजी में कामिल हो जाओ। na mjikamilishe katika wema. बात है, Jambo hili Huzuri anasema ni सच्चाई muhimu sana, को इख्तियार करो। mfuate अल्लाह ताला से ukweli ताल्लुक में सच्चाई है। na kuunganisha na इबादत में Mwenyezi खालिस Mungu होकर pia ni इबादत kweli, करना है। ni kufanya बिल्कुल इबादत की ibada अदायगी है। halisi. अल्लाह ताला के दो ही अहम हुक्म हैं, Mwenyezi Mungu हुकुकुल्लाह और हुकुकुल इबाद। ametoa Imme, amri mbili, rasmi haki za चाहिए। Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu. Jamaat की Inatakiwa khidmat katika है, haki zote आपस के mtu ताल्लुकात aseme kweli, इनमें रास्तबाजी और सच्चाई होनी चाहिए। na katika mambo yetu ya Furmaya, kila siku inatakiwa mtu aseme Qur'an-e-Karim ko kweli apna kweli peshwa pia. pakdo. Kisha amesema kwamba और हर एक बात में इससे mufuate रोशनी Qur'ani हासिल करो tukufu na mupate और nuru kwa हदीसों kupitia को भी Qur'ani tukufu katika maisha रद्दी की yenu, तरह मत फेंको na बड़ी msitupe काम की hadithi हैं za Mtume sallam, kwa sababu और बड़ी hadithi pia मेहनत से उनका ni yenye ज़ख़ीरा thamani तैयार हुआ है। na लेकिन जब zilikusanywa कुरान kwa के किस्सों से kutumia हदीस का कोई किस्सा मुखालिफ हो juhudi sana. तो ऐसी हदीस को छोड़ दो Ikiwa hadithi inakuwa kinyume na Qur'ani tukufu, गुमराही basi ना पढ़ो। muache hadithi ya aina hii ili कुरान शरीफ को बड़ी हिफाजत से msipotee. खुदा ताला ने तुम्हारे तक पहुंचाया है। Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu इस पाक कलाम की Linda कदर करो, na इस पर किसी चीज muheshimu को Qur'ani मुकद्दम न tukufu समझो। na msitangulize ये kitu तमाम chochote juu ya Qur'ani रास्तबाजी और tukufu, रास्तबाजी इसी पर मौकूफ kwa sababu wema wa aina kila aina और सच्चाई पर inapatikana kwa kufuata Qur'ani tukufu, अमल करना कुरान शरीफ की तालीम पर ही मौकूफ na है। mtu anaweza kufuata किसी शख्स की ukweli kwa बातें kufuata mafundisho ya लोगों Qur'ani के दिलों tukufu, में उसी हद तक मुअस्सर होती हैं जिस हद तक उस शख्स की मार्फत maneno ya mtu तकवा पर yanaleta लोगों को athari यकीन juu होता ya है। mioyo ya mtu saa kadiri Bas. anayokuwa mkweli na anayofuata Maarifa jab Qur'an बढ़ेगा, tukufu Allah na Ta'ala की anayekuwa फजल से maarifa na हमारी बातों ucha का असर भी Mungu, होगा। basi maarifa na ucha Mungu utakapoongezeka, maneno yake yataleta athari katika mioyo ya आप watu. फरमाते हैं Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu अल्लाह ताला की wassalam, बातों पर यकीन रखते हुए kwa कि यकीनन समझो kueleza yakini कि juu ya अल्लाह ताला ahadi के za Mwenyezi नज़दीक Mungu,
muwe na yakini kwamba si wapendwa wa Mwenyezi Mungu wale ambao wanavaa mavazi mazuri na wanakula vyakula vizuri, bali wapendwa wa Mwenyezi Mungu ni wale ambao wanatanguliza dini juu ya dunia na wanakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Basi nyinyi muzingatie jambo hili. La pili, msizingatie dunia, yani msitangulize dunia juu ya dini, bali tangulizeni dini juu ya dunia. जो जमात की हालत थी, हालांकि उस वक्त wakati huo mapinduzi, wakati Sayyidina Ali sallallahu mapinduzi yalipatikana sana ndani ya watu, lakini Sayyidina Ali sallallahu anasema nikiangalia jumuiya yangu na fikiria sana na kuwa na wasiwasi kwamba bado kuna hatua kubwa sana ambayo natakiwa ipigwe, lakini napoangalia ahadi za Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii wasiwasi yangu inaondoka na ninakuwa na इसके वादों के एक ये भी है जो फरमाया sana moyoni mwangu. Mwenyezi Mungu amesema waja'alul lazina tabauka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyama, na wale ambao wamekufuata nitawapatia ushindi juu ya wale ambao walikufuru mpaka siku ya kiyama. अगर उस वक्त की फिक्र थी, ikiwa Sayyidina alikuwa na wasiwasi wakati huo na aliwakumbusha wafuasi wake, basi baada ya kupita muda mrefu sisi tunatakiwa tuwe na fikira zaidi kadri tunaenda mbali, isije hali yetu ibadilike na tupotee. Basi kuna haja sana ya kujichunguza. Sayyidina amesema ni kweli kwamba wafuasi wangu Mwenyezi Mungu atawapatia ushindi juu ya maadui, lakini jambo la kufikiria ni kwamba katika wafuasi wangu wote hawezi kuhesabiwa katika jumuiya yangu baada ya kufanya bayat mpaka analeta mabadiliko katika maisha yake na anatii kweli kweli, utii kiasi hiki kwamba anajimaliza katika utii. इससे मालूम होता है, फरमाया इससे मालूम होता है कि खुदा ताला ने ऐसी जमात मेरे लिए मुकद्दर की है, Mwenyezi Mungu ametayarisha jumuiya kwa ajili yangu ambayo itanitii kweli kweli, इससे मुझे तसल्ली मिलती है, na kwa sababu ya hii napata utulivu na wasiwasi yangu inaondoka. Anasema Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam kwamba na zingatia ahadi za Mwenyezi Mungu, ni ahadi ni Mwenyezi Mungu ambaye ananipatia utulivu katika hali hii kwamba jumuiya bado ni dhaifu na bado malezi yanatakiwa sana. Kwa hivyo nawakumbusha kwamba mujiunganishe na Mwenyezi Mungu na muwe na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mumtangulize Mwenyezi Mungu ya kila kitu, na kwa ajili yake fuate mfano mwema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amesema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu kutanguliza dini juu ya dunia, kumbukeni yeyote anayetaka dunia kisha anajihesabu katika dunia, katika jumuiya yangu mbele ya Mwenyezi Mungu, si katika jumuiya hii. Kwa Mwenyezi Mungu katika jumuiya yangu ni yule tu ambaye ameanaacha dunia कि मैं ऐसे ख्याल से तबाह हो जाऊंगा, खुदा शनासी की राह से दूर ले जाने वाला asione kwamba kwa sababu ya hii कभी उस शख्स को atapata hasara. Mwenyezi Mungu yule ambaye anakuwa kwa ajili yake Mwenyezi Mungu hampotezi, bali Mwenyezi Mungu mwenyewe anamlea na anamwangalia. Mwenyezi Mungu ni karimu. Yeyote anayepoteza kitu chochote katika njia yake anapata kitu kile kile. Mwenyezi Mungu anawapenda wale tu na kizazi chake kinakuwa chenye baraka yule ambaye anafuata amri zote za Mwenyezi Mungu. Haikuwahi kutokea kwamba mtiifu wa Mwenyezi Mungu au kizazi chake kiangamie. Dunia ya wale watu tu inaangamia, wale tu ambao wanamwacha Mwenyezi Mungu na wanamwangukia dunia. Jesi hii kweli kwamba mambo yote yanatoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bila msaada wake ushindi hauwezi kupatikana, ufaulu hauwezi kupatikana.
और राहत मुयस्सर नहीं आ सकती, wala starehe na utulivu hauwezi kupatikana. Mtu anaweza kuwa na mali, lakini nani anaweza kusema kwamba baada ya kufa mke na watoto watafaidika na mali ile? Fikirieni mambo haya yote na leteni mabadiliko ndani yetu. Amesema खास नसीहत करते हुए जमात को, kwa kutoa nasaha Sinama alayhi salatu wasalam, nyinyi ambao याद रखो कि तुम हर शख्स से mnajiunga nami, basi kumbukeni mtu yote और बिला तमीज हर एक से नेकी करो, muwahurumie watu wote bila kujali imani yake, kwa sababu hii ni mafundisho ya Qur'an tukufu. Qur'an tukufu yutimuna ta'ama ala hubbi yatima wa miskina, yani kwa mapenzi ya katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu wanaowalisha maskini na yatima na wale wafungwa. Walikuwa wakija wengi wao walikuwa makafiri. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba kwamba mafundisho yenye hulka njema ni Islam tu ambayo imeleta. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa mgonjwa na alisema kwamba nikipona nitaandika kitabu na kitabu kile kitakuwa kuhusu hulka njema. Kisha anasema nataka kwamba lengo langu lionekane waziwazi na liwe mafundisho kwa ajili ya jumuiya yangu, na इसमें दिखाई जाए. मुझे बहुत ही रंज होता है जब मैं आए दिन ये देखता और सुनता हूँ कि किसी से ये nahuzunika kwa kusikia kwamba mtu fulani amefanya hivi na mtu fulani amefanya hivi. Kwa sababu ya mambo haya sifurahi. Naona jumuiya yangu ni sawa na mtoto ambaye anatembea kidogo kisha anaanguka, lakini nina yakini kwamba Mwenyezi Mungu atakamilisha jumuiya hii. Kwa hiyo nyinyi pia mujitahidi kwa kufanya vitendo vizuri na muendelee kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa sababu bila fadhila za Mwenyezi Mungu mtu hawezi kupata mafanikio. Fadhila zake zinapoteremka, basi njia zote zinakuwa rahisi kwa ajili ya wanadamu. Kwa sababu ya Huzur anasema kwa sababu ya maombi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, maombi yake yalitimia wakati wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na tuliona mifano mizuri katika masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na siku hizi pia maombi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam yanatimia. Jumuiya ya Mwenyezi Mungu imekomaa, lakini sawa na wakati maovu pia yanaanza kuonekana, kama kwa mfano kibri. Baadhi wakati hii inaonekana sana sehemu mbalimbali, इस तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है. Na watu wanaanza kuhitilafiana. Sisi tunatakiwa tuzingatie sana jambo hili. मैं होने का हकदार कहलाना है. Basi ikiwa sisi tunataka kutimiza haki ya kuwa wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, basi tunatakiwa tuzingatie hali zetu. ilmu किस काम का है? Elimu yetu haitaleta faida ikiwa haionyeshi hulka zetu njema, kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam, mna wahubiri wengine, lakini wakati unapotakiwa muonyeshe hulka zenu, elimu yenu, basi haionekani kwa wakati wake. Basi inatakiwa elimu na faida yake ionekane katika maisha yetu. हमारे अंदर और बाहर को एक करके जब तक नहीं दिखाता उस वक्त तक हमारा इल्म बेफायदा है. Uhusiano wetu ikiwa huonekani wa ndani na wa nje ni sawa sawa, basi elimu yetu haitaleta faida. Siku hizi hasusan wakati upinzani umezidi sana, sisi katika kila uwanja tunatakiwa tuache matamanio yetu ya nafsi na tamaa zetu za nafsi, tamaa zetu za nafsi, na tuwe mfano kwa ajili ya wengine, kama alivyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu anataka kuendeleza jumuiya hii katika nyayo za masahaba wa Mtume sallallahu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe na atujalie.
गुज़िश्ता जुमे Huzur anasema katika Ijumaa hutuba iliyopita katika hutuba ya pili nilianza kuoa sana na watu wengine walipata wasiwasi, waliniandikia barua na pamoja na barua hii waliniandikia madawa mbalimbali. Huzur anasema nikitumia madawa haya yote nitapata ugonjwa zaidi. Lakini watu wameonyesha imani yao na moyo wao. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mwema. Na maradhi hii ambayo imeenea siku hizi, mimi nachukua dawa ya homeopathy. Mwenyezi Mungu alete fadhila zake, basi mnikumbuke katika maombi yenu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.